Katika Warumi sura ya 12 mstari wa 15b imeandikwa kusema, lieni pamoja nao waliao. Kwa unayepinga maandamano kwa kusema kwamba utawala wa Samia unawaua waandamanaji bila huruma, sawa. Hata mimi ninajua kabisa utawala wa Samia unawaua waandamanaji, na tukijaribu kuandamana tena utatuua sana. Lakini nini kifanyike tupate suluhisho la huu mkwamo na hii shida tulionayo? Sisi ambao ndugu zetu wameuawa na wala ambao ndugu zao wamepotezwa na wala ambao ndugu zao wanasota magerezani, naamini wengi wetu, nikijisemea mimi na naojua wameumizwa kama nilivyoumizwa mimi, wote sisi afadhali hata tuuawe mapema. Wote wenye roho ya ubinadamu, wanaoweza kulia na wanaolia, wanaochukulia watoto wa wenzao kama wao, wazazi wa wenzao kama wao, naamini wote sisi tunaona hata afadhali kama wanatuua kwenye maandamano au kwa njia zingine zozote, afadhali hata watuue mapema kuliko uchungu tulio nao. Yaani uchungu wa kifo ni mdogo kuliko uchungu waliosababisha kwenye maisha yetu, na walikusudia na wanacheka na wanasherehekea sana na wanajiona wajanja sana kutuua hivi walivyotuua. Sasa sisi tuko hapa, hali iko hivi, wewe unatuonea huruma au unajionea huruma, tufanye nini sasa? Nini kifanyika? Una njia gani mbadala? Kwa sababu maandamano ndio apeli, ndio rufaa ya juu ambayo kwa mujibu wa Biblia na kwa mujibu ya watu wote ambao waliwahi kujaribu sasa kutupa karata yao ya mwisho, ndo rufaa ya mwisho kuonyesha kwamba majeshi hayatutendei haki, mahakama haitutendei haki, kiitwacho serikali hakitutendei haki, kiitwacho bunge, vyote vimetokana na damu, vinajirinda kwa damu. Tutumie sasa njia gani kwa pili? Naomba ufahamu kilichosukuma watu kuandamana tarehe 29 Oktoba si katiba mpya na mengine mengi, tume huru hasa. Hiyo ilikuwa inasemwa kwa sababu ilikuwa ni njia ambayo ingeeleweka kirahisi, lakini kimsingi alikuwa ni madai. Sababu kubwa ilikuwa madai ya kupotezwa kwa watu ovyo na wengi wa waliouawa. Mpaka kesho dai kubwa kabisa la kwanza kuhusiana na katiba mpya, tupate tume huru, tupate viongozi bora watakaolinda rasilimali. Tushakata tamaa, tushajua hizo ni za kwao. Tuliwaambia ikiwezekana wabaki na rasilimali, lakini watuachie haki ya kuishi, haki ya kulala kwa salama. Sasa hivi tunachokidai, tunadai uhai wa ndugu zetu. Kwa sisi ambao walishaua ndugu zetu kabisa, tunataka kujua sababu hasa ya kuwaua. Tusipojua hiyo, na si wanatuua kwa njia hizo, na wale ambao ndugu zao hawajaona hata miili yao, hakuna maendeleo yoyote, shughuli za maendeleo zote tunaoziona zamana zaidi ya walau miili hiyo ionekane. Wale ambao ndugu zao hawajui hata wamekufa au wako hai, alimaarufu wametekwa au kupotezwa, hakuna shughuli za maendeleo wanazoziona zamana. Wanataka hao ndugu wapatikane au ijulikane kilichowakuta ni nini. Kuna watu wanateswa magerezani kama vile akina Tundu Lissu, innocent people, maelfu. Mimi nimekaa gerezani, maelfu ya watu wanateswa gerezani kwa kuonewa. Hawa wote, aliyeko gerezani, mimi nimekaa kule, aliyeko kula, anaona afadhali hata muniua, afadhali kufa kuliko hapa mliponiweka. Ndugu
wa ndugu yao ambayo yuko gerezani, wanaona ni afadhali wauawe kuliko kuwa hapo, ndugu yao kuwa hivyo. Wewe ambaye unapinga kuandamana, kwa sababu sasa unajua unachoogopa ni kufa, watatuua. Kwa sisi ambao wameua ndugu zetu, sisi afadhali watuue wote mapema sasa hivi kuliko uchungu ulio kwenye mioyo yetu unaopita kifo chenyewe. Sisi wengine tunaona ni afadhali wangetuua mapema. Wewe ambaye sasa huwezi kuandamana kisha watatua, tutumie njia gani? Tutumie njia gani ili tutoke kwenye uchungu? Nimekwambia kwa uchungu tulio nao wengine, ni afadhali hata kuuawa, tuuawe mapema kuliko uchungu tulio nao. Wewe kama sisi unatupenda kama nafsi yako. Mtoto wa mwenzio unamwona ni wako, baba wa mwenzio unamwona ni wako, mama wa mwenzio unamwona ni wako. Haya, unatumia njia gani? Ya maombi. Yesu alipoona maliwali, wafalme, machifu, mafarisayo, maaskari wanatesa na kuua watu wakitumia sheria za Musa, kwa sababu wale Israeli walikuwa chini ya utumwa wa Kirumi, na maaskari wake, wafalme, machifu wake, maliwali wake akina Pilato, wafalme akina Herode, mafarisayo, wakuu wa makuhani, wote walikuwa wanafanya kazi tu ya upapeti, ya uchawa wa kuwatesa watu wale, kutumia sheria za Musa kwa niaba ya ufalme wa Kirumi, utawala wa Kirumi. Yesu alipokuja kuwaokoa wale watu, kuwakomboa wale watu, hivi hakuwa na maombi ya kwamba waombee kwa Baba waokoe. Akaamua kuja kusema yeye mwenyewe, akasema kwa kinywa kuambia watu, mpende jirani yako kama nafsi yako. Ndo haya mengine, lieni pamoja na wanaolia, mpende kama nafsi yako. Akaonyesha mfano wa kwamba ngoja, yani ili kuonekana ya mambo hayatakiwi yawe hivi. Yohana akawa wa kwanza, akawa tayari kuuawa. Yesu akauawa. Walipouawa watu ambao walionekana wamekuja na msaada wa moja kwa moja, msaada wa moja kwa moja, watu wengine wote wakaanza kusema, sasa sisi tulijua watatukomboa, nao mmewaua, kuna maana gani ya kuishi? Wakawa radhi maelfu ya watu kuwa radhi kuuawa. Ndio waliua maelfu ya watu, lakini baadaye ndio hiki unachokisikia, nchi hizi zimeendelea, nchi hizi zimestaarabika, nchi hizi zinajali watu wao. Na hata kama kwingine unasikia hawakuuana sana, wao waligundua kwamba hao wanaodai haki hii wako radhi kuuawa maelfu kama wale. Kwa hiyo afadhali tutende haki au tuwape haki. Kuna ambayo unasema mnaohamasisha kuandamana ninyi ambao mko nje, ninyi ambao mmekimbia. Ngoja nikwambie, kati ya mtu ambaye ndugu ndani wanapigana, wanakatana mapanga, wanauana, mmoja akakunjwa, kundi moja limewakunja wengine, linaua huyu, linatesa huyu, linanyonga huyu, linamwaga damu za huyu, linapoteza huyu. Alafu kuna mwingine mle ndani amekaa, anaendelea kupika, anaendelea kuosha vyombo, anaendelea kufua nguo, anaendelea na biashara zake. Hawa wengine wanalia, wanaumia, wanamwona yule mtu hafanyi chochote, na huyu mwingine ambaye atachoropoka akimbie, aanze kupiga kelele, ndugu, jamaa, majirani, tunaombeni msaada. Au wanawaambia wale wanaoteswa mle ndani, jamani, wewe choropoka hapo, wewe fanya hiki, shika mkono huu, pokonya hicho, kimbilia huku, hebu wasukumeni, fanyeni hiki. Kati ya huyu aliyekimbia anapiga kelele na huyu ambaye amekaa kimya anaendelea na shughuli zake, yupi mwenye huruma? Yupi katili? Akina Tundu Lissu wanafanywa kila wanachofanywa humo magerezani. Sasa hivi kesi si wameleta, sijui hiyo ya uhaini itaingizwa humo, sijui ndio imeshapotea baada ya kuona wameshafanya udhibiti.
wanaanza kesi ni ya kudai kwa nini gerezani mawakili wanapoongea naye hai faraga. Kwa nini wanachama na watu wanapoenda kumwona mkuu wa gereza anazuia? Hiyo kesi imekwenda hivyo. Inawezekana Tundu Lissu ataendelea kusota humo. Wewe unafanya nini? Yesu kwa nini hakuombea ili Mungu awaokoe watu? Yesu kweli hakuwa na upako wa kuomba kuliko wewe, kuliko hawa matapeli wanaosema wanaombea hawa? Ni kwa nini wewe useme unaombea? Ni kwa nini wewe useme wanaokimbia? Hao ni wabaya sana. Wanaokimbia wanadanganya watu. Rafiki, haya tufanye uongo na ukweli, kipi kina nguvu? Kama sisi tunaokimbia tunadanganya watu, wewe ambaye unaongea ukweli, si waambie tu ukweli, wakubali. Kukimbia, anayeweza kukimbia na akaweza hasa akakimbia na anapiga kelele ni shujaa. Kukimbia ni gharama kubwa. Hata wewe pa kukimbilia unapo, hofu ulio nayo utakapokimbia na kwenda huko uliko kwenda, utaishi vipi? Una hatari ya nchi yako, una hatari ya huko uliko ugenini. Utaishi vipi? Huna cha kuzalisha, huna wa kuongea naye, unakula unachopata, si unachotaka. Ukichukulia uchawa, wanafugwa. Afadhali wanaokofugwa, hata kama wangekuwa wanafugwa, ingekuwa kuna wanaopata mali huko wanapewa na mashirika. Afadhali hata wanaofugwa kuliko mnakowaua. Afadhali wanakofugwa kuliko ambako mnachukua kila kilicho cha kwao na huku mnawaua. Kukimbia ni wito, kukimbia ni ushujaa. Hasa kwa wanaokimbia, wanaendelea kupiga kelele, kuomba misaada kwa majirani, kwa ndugu, kwa jamaa, kwa marafiki. Tusaidieni, ndugu zetu kule wanauana. Amekimbia, anapiga kelele, anawaambia wale ambao wako kwenye mstari wa kuuawa, anaambia chukueni hatua hii, fanyeni hiki, fanyeni kile, fanyeni kile, njoni tuandamane, njoni tuchukue hatua hii. Wanasikiliza kwa sababu watu wanataka mtu director. Kwenye mipira coach hachezi, anakuwa nje, lakini anatoa maelekezo. Ndio yeye anaweza, hawezi hata kufanya kile ambacho anawaelekeza wachezaji, lakini kuna umuhimu wa kuwepo kocha nje ya uwanja anayeweza kuangalia makosa na kupanga timu, nini kifanyike ili ushindi upatikane. Na ningependa tu fahamu kwamba kuuawa wote ni afadhali, kuuawa wote mapema ni afadhali kuliko uchungu tulio nao. Zaidi ya yote, jua utawala wa Samia unatuua Watanganyika wengi zaidi kwa njia za kikatili zaidi kuliko hata wanavyotuua kwenye maandamano. Just imagine barabara. Hebu ziangalie barabara zetu zilivyojaa mashimo. Jai kumiliki gari, ungewamiliki gari ungejua ninachoongea. Walio na magari wanavyopasua matairi. Ajali zinavyofanyika na kuua maelfu ya watu. Ile sio shetani anatoa, sio Mungu anatoa, ile ni CCM wanatoa, ni chama cha mashetani kinatoa watu. Rasilimali za nchi yetu zingeweza kujenga barabara za njia 4 kutoka mkoa hadi mkoa, za njia 4 kwenda 4 kurudi, niseme njia 8 au njia 4 tufanye kulingana na magari yaliyopo. Yanataka barabara ingekuwa hivyo. Madawa na mashine za mahospitalini zinaingizwa kwa ufeki wa kila aina. Humo kuna mamilioni ya watu wanakufa. Sio shetani wala Mungu anatoa,
Ni watu waliopiga chao, waliochukua chao, wanasababisha vifo vya ndugu zetu. Wauguzi hawana mishahara inayokidhi. Wako ambao huchanganyikiwa saa ya kutibu. Anaweza kampa mgonjwa dawa ya kichwa wakati mgonjwa anaumwa tumbo, vikajichanganya humo kwa kifo. Wako wauguzi ambao hutoroka wakatafute kazi ya nyingine, ili ikiwezekana akidhi madeni, akidhi mahitaji yake. Wako wauguzi ambao kwa sababu ya ukata wanaletewa pesa na mtu ambaye ana uhasama na mtu, na hasa utawala wenyewe wa Samia unatumia njia hiyo sana kuua watu. Unafikiri tuko salama kiasi gani? Na ni njia gani itumike? Sawa, hiyo ya maandamano wanatuua, hiyo ya maandamano ni hatari. Tutumie njia gani sasa? Ya maombi. Nani aliwahi kuomba ili haki ipatikane? Nani aliwahi kuomba haki ipatikane? Haki inadaiwa. Mwanamke mjane aliponyimwa haki, alienda kudai haki, alienda kumgongea kadhi. Kadhi akasema, ingawa sijali watu na simchi Mungu, lakini mwanamke huyo nampa haki yake, asije akanichosha kunijia daima. Maandamano ni ili kuwaendea daima, kuambia Samia, huna chema, na utawala wako na CCM yako hamna jema mtakalolifanya linalofanana na uhai wa watu wetu mliowaua, ili mpate madaraka hayo, ili mpate uhalali wa uporaji huo mnaouita maendeleo, ili muue ndugu zetu alafu muite ndio amani. Hamna uhalali huo. Sasa sijui, lakini lete njia. Kukaa kimya tu hivyo, biashara zako, mambo yako yanaenda, tunaharibu shughuli za maendeleo. Una shughuli za maendeleo wewe mwenye roho ya nyoka, una shughuli za maendeleo wewe mwenye roho ya unyama, ambaye maisha ya wengine hayana thamani. Afadhali biashara yako iwe salama, si uhai na maisha ya mtu mwingine. Sikia, hata kama unaogopa kuwa mstari wa mbele kuandamana, usio wa kwanza kuwavunja moyo walio mstari wa mbele. Zaidi ya yote, nafsi za watu wengine zichukulie kama nafsi yako, kama watoto wako, kama wazazi wako. Akina sisi, maisha tu tulio nayo ni maandamano ya kila siku. Naam, zaidi ya hayo, dakika yoyote utatuona mstari wa mbele, kwa sababu hakuna maana yoyote ya kuishi inayofanana na uchungu tulio nao. Kifo kina uchungu, lakini hakipiti uchungu tulio nao. Hiyo naomba ikae kichwani mwako, na fahamu hivyo. Asante na hongera kwa kunisikiliza.